tukio lilikuwaje kwanza inavyoanza? Kwanza nataka kuzungumza kitu. Hili tukio ni la wizi kweli, limefanyika nyumbani kwangu. Lakini nyuma ya tukio kuna vita vikubwa kati yangu mimi na watu ambao wana ndoto siku moja ya kushusha ufalme wangu. Nafikiri siasa hiyo na mentality hiyo ndo imepelekea kufanya jamii inione mbaya kulingana na nguvu kubwa ambayo inatumika kunichafua kuliko uhalisia wa kitu chenyewe. Mimi nimezaliwa Tanga, ni mtu hapa, na naipenda sana nature ya mkoa wangu. Lakini nitakueleza kitu kimoja Millard. Tanga ni mkoa ambao una watu wenye elimu kubwa sana ya kumjua Mwenyezi Mungu, tofautisha na mikoa mingine ya Tanzania. Kama tunavyozungumzia Wachaga, Wapare, Wasukuma na makabila ya kanda ya Ziwa, viwango vyao vya elimu ya kumjua Mungu haviwezi kuwa vikubwa kushinda vya watu wa Tanga. Lakini tofauti ya wenzetu wa kanda ya Ziwa na sisi ni kwamba wale imani zao ni za kweli na mapenzi yao ni ya kweli kwa watu wao. Sisi watu wa huku pwani ya Tanga, imani zetu sio za kweli na mapenzi yetu ni ya kinafiki. So kwa kuwa wenyewe kwa wenyewe hatuwezi kupendana, definitely hatuwezi kupenda watu wengine. Mfano mwingine naokupa, mtu wa kanda ya Ziwa akisikia yupo mtu anataka kumdhuru ndugu yake wa damu, aima kumuua au kumfanyia kitu kibaya, maana yake mtu wa kanda ya Ziwa anaweza kuwahi kumdhuru yule mtu kabla hajamfikia ndugu yake, au anaweza kumtahadharisha ndugu yake kwamba kuna mtu mbaya anataka kukudhuru, jihadhari naye. Tofauti na watu wa pwani ya Tanga ni kwamba mtu akisikia kuna adui anamuinda ndugu yake amuue, ndugu anatengeneza ukaribu na yule adui ambaye anataka kumuua ndugu yake, na kama itoshi atamuelekeza namna anavyokula, staili anayolala, sehemu anayopatikana, lakini atamwambia tu sitaki watu wajue chochote kama mimi ndio niliyokuambia. Kwa hiyo hiyo ndio nature ya mapenzi yetu tunayoishi. Kwa hiyo nyuma ya hili swala kuna vita vikubwa vya watu kutaka kupoteza ufalme wangu na nyota yangu na kunichafua katika jamii. Kwa hivyo kuna vitu vingine vinakuwa vinaendeshwa, lakini nyuma kuna waendeshaji ambao hawataki kuonekana, lakini katika sura ya kuwa mimi ni mkosaji. Kwa hiyo hii tunaita mtihani wote uliotokea, matatizo yote, hiana yote ninayofanywa ni kwa sababu tu ya kushusha ufalme wangu, na wanofanya hii ni watu wa Tanga wenzangu. Kuna watu wafurahi tu mimi niko hapa na hawajivunii kuwa niko hapa na ni mtu wao, bado na wawakilisha. Lakini kuna mtu profile yake inaweza kuwa imekamilika siku moja akisikia ndoto za Mwakinyo zimekwama mahali fulani na yeye jina lake ndo lilichangia labda kumkwamisha. Nafikiri labda hivyo. Kwa hiyo tuko na jamii ya watu hao. Kwa hivyo chochote kitakachokuwa kinaendelea kwenye jamii yangu kisiwashitue watu, kwa sababu naishi na jamii ya watu wa namna hiyo. Okay. Yes. Wakati ulianza kwa kusema unaomba radhi kwa familia ya yule kijana Musa na watu wote ambao wameshtushwa na ile habari. Nikisema nimeomba radhi kwa familia ya yule kijana, maana yake najitetea kuhusiana na kosa ambalo natumiwa nimelifanya, kitu ambacho sio kweli. Mimi sio gaidi, sio mhalifu, na haitakuchukua hata dakika 5 kujua wasifu wangu kwenye jamii mimi ni nani, hata kama sitajielezea wala kukupeleka sehemu za watu ambao wananifahamu kutokana na the way namna ambavyo naishi na watu wangu. Nimeomba radhi kwa sababu kuna watu wameshtushwa na hizi habari kwa mimi kwenye career yangu na maisha yangu sijawahi kuhusishwa na tuhuma ya namna hiyo. Kuna watu wameshindwa kunywa chai, kuna watu wameumwa na matumbo. Kwa hiyo nimeomba radhi kwa wote ambao wameshtushwa na hii habari, na taarifa kamili sasa ndio hii ambayo itakuja hapa baada ya kile kitu kutokea. Kwa hiyo hii ndio itakuwa taarifa rasmi, lakini sio inayoenezwa na watu wengine tofauti kinyume na uhalisia. Okay. Yeah. Wakati unaomba radhi kwenye familia yake pia ulisema unaamini hakuna familia ambayo inapenda kuona mtoto wao anaingia katika matatizo kama vile. Na umekaa polisi kwa siku kadhaa. Ni kitu ambacho pengine kibinadamu, unajua wakati mwingine mtu anaweza kama amekukosea kweli, ukaingia huruma, ukawaza kwa namna nyingine. Wewe pia umeingiwa huruma, kuna namna ambayo umewaza mpaka ukasema bana mpaka familia yake tuombe radhi tu? Nikisema nimeingiwa huruma nitakuwa sijakamilisha maana ya kuzungumza kwangu. Ninachoweza kusema ni kwamba mimi ni binadamu, sio mnyama.
na niko kwenye maisha ya jamii za binadamu. Hata nilivyokuwa mahabusu, kuna watu nimesikiliza kesi zao, nimeguswa kuamua kuwasaidia kama binadamu, kwa sababu na mimi ni binadamu, ambavyo nikijaribu kuvaa viatu vya mtu naona siviwezi kulingana na situation aliyokuwa nayo. Kwa hiyo nimesema hayo kama binadamu, lakini sio kama mhalifu ambaye niko hapa nataka kujitetea au kujisafisha. Yes. Okay. Kwa hiyo ya kuomba radhi pia familia yao ni kibinadamu. Ni kibinadamu, sio kwamba nimekosea au nalaumu kilichotokea. Ni ajali, kwa sababu imefuatwa ajali, ndio maana imetokea. Okay. Yes. Sawa, yule kijana nimesikiza mahojiano yake, alisema kwamba alikuwa anaokota nazi nje ya fence yako. Baadaye ukatokea, ilikuwa ni saa 11 alfajiri, baadaye ukatokea wewe ukiwa na kijana mmoja, ukamwambia design kama ukamuita, baadaye ukamwambia umeakanyaga. Kwanza ni kweli ulimwambia umeakanyaga? Niliwahi kusema hiyo lugha, lakini ndani ya nyumba yangu tukio lilipotokea. Nikanushe kwamba hiyo story imetokea nje hapo. Saa 10 usiku, kama dakika 15-20, mbwa wangu alikuwa anabweka katika ubwekaji ambao sio wa kawaida. Akiwa ndani ya banda ukiwa? No, mimi nina mbwa 11, Millard. Okay. Na 11 hao, kuna mbwa ambao nawafunga na kuna mbwa ambao wanakuwa wana survey, kwa sababu nyumba yangu ni kama nusu eka hivi au ekari moja ukubwa wake. Kwa hiyo kwa mbwa 2-3 hawawezi kumaliza mzunguko siku nzima. Ina mageti makubwa na mageti makubwa 2 na hakuna mlango mwingine wowote. Kwa sasa katika malindo ya kawaida, wakati fulani nilipata ugeni alipokuja Mheshimiwa Samia Suluhu Tanga, wa watu ambao hoteli zilijawa kwa wanalala nyumbani kwangu. Kwa mimi nikawa nafungia mbwa wangu kwa usalama, usije kudhuru wageni ambao wanakuja nyumbani. Kwa wakati ule nikawa napata changamoto sana ya kuibiwa vitu. Sasa nikawa sijui ni kijana wangu wakazi vitu vyangu viweke vizuri au namna gani au vipi. Unaelewa? Kibinadamu. Baadaye ugeni ukaondoka, nikawa naendelea kuachia mbwa wangu. Sasa siku ya tukio nilisikia mida ya saa 10 dakika 15-20 mbwa wanabweka, lakini ubwekaji ambao ulikuwa ni wa kelele za kuendelea, sio za kawaida. Nikafungua dirisha hivi, yani pazia kwenye kioo, nikaona mbwa anabweka huku wanaruka hivi. Umeelewa? Nikashuka chini, ikawa tayari jamaa yuko chini ya mti ameshikwa na mbwa. Na wale wengine ile kurukaruka maana yake na wao ni kama ambao walikuwa wanatamani wafunguliwe au wakate washiriki. So nilichokifanya cha kwanza, nikafuata taratibu za kiserikali, nikampigia simu mwenyekiti wa mtaa. Nikampigia simu OCD, nimepata tatizo 1 2 3, mtu amefika nyumbani kwangu. Kwa nilikuwa naomba askari kwa usalama. Alfajiri hiyo. Yes. Lakini sasa mwenyekiti alisubiri atoke msikitini kwanza, kwa sababu ilikuwa ni mida ya kwenda kuswali. Saa 12 kwa? No, saa 10 alfajiri. Kwa sababu nilipopiga simu ya kwanza hakuokota mwenyekiti, kwa sababu ndo alikuwa anaenda njiani kuswali. Kwa hiyo alivyorudi kuswali akaona miss call, akanipigia, nikamweleza hali halisi na polisi, nikawa nimepigia, wakafika pale. Na OCD uliwapigia saa 10 hiyo, ulimpigia hiyo, yani sio muda mrefu sana baada ya tukio kutokea. Okay. Unaona? Na kijana wakati ameshikwa pale chini na mbwa, alikuwa ameshikiliwa na mbwa ngapi wakati tunatazama? Mbwa wawili. Yeah. So baada ya pale polisi wakapiga picha, kuandika maelezo yao ya kitaalamu, kujiridhisha. Tukatoka, mimi nikabidi ni wahi kituoni kufanya taratibu nyingine za kikawaida, yani unapotokewa na tukio aidha kuunguliwa nyumba, kupoteza simu, kitu kama hicho. Kwa hiyo nikakamilisha taratibu zangu za serikali, alafu nikarudi nyumbani kuendelea na taratibu mwingine. Okay. Yes. Polisi walifika nyumbani kwako muda gani baada ya kuwapigia? Walikuwa doria. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ishatoka kule kwenye saa 10 ya kiza sana, kunaenda kwenye kupambazuka, yani kwamba hakuhitaji tena tochi. Lakini mwenyekiti ndo alikuwa mtu wa kwanza kufika kabla ya polisi. Hata mwenyekiti alipomulika na tochi akasema simtambui huyu, sio katika watu wangu. Ndio kauli ya kwanza alizungumza. Na baada ya muda kidogo akafika askari wakamchukua tuka. Okay. Na wakati huo alikuwa amejeruhiwa vibaya sana. Vibaya sana. Okay. Kwenye mahojiano yake yeye anasema kwanza alikuwa anaokota hizo nazi nje ya fence. Na wewe ukatokea ukiwa na kijana mmoja, ukamchukua, ukampeleka nyumbani ndani kwako. Nikimchukua wakati huo alikuwa amelala au? Yeye anasema ulimchukua, hakuzungumzia specifically katika mazingira gani. Millard, mimi ni mtu safi sana kwenye jamii yangu, na
wewe tumeishi mbali lakini ni mtu unayonielewa kwa namna fulani mimi ni mtu wa aina gani. Tukio limetokea nyumbani kwangu, nimempigia simu mwenyekiti na polisi, wote wamekuja nyumbani kwangu. Kwa hiyo taratibu ya kuwa kuna namna nyingine tofauti lilitokea, labda ni tukio linalohusu mtu mwingine na sio hilo ambalo nalizungumzia hapa. Lakini kama interview hii inanihusu mimi na ndo natakiwa kusikilizwa mimi kulingana na ninachotuhumiwa nacho, ni kwamba tukio limetokea nyumbani kwangu, uani kwangu. Of course najaribu na yaleta ya kwake hapa kwa sababu ni kuweka pande zote mbili. Yeye alipata nafasi sana ya kuzungumza, wewe haukupata nafasi ya kuzungumza. Kwa hiyo tunajaribu kuoanisha. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba umesema hukumpeleka ndani kwako. No. Kwa namna moja ama nyingine mikono yako ilihusika kumwadhibu? Mikono yako wewe au ya watu wako uliokuwa nao? Hapana, kwa sababu kwa muda ule mimi nilikuwa mtu wa kwanza kuelewa kuona kinachoendelea. Na katika kitu sisi kinatubana sana kwenye kazi zetu, haturuhusiwi kutumia mikono nje ya ulingo. Ambayo ingeweza kuwa hatari zaidi ya mbwa kama ningeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo huwa najikanya sana kutumia mikono unapotokea situation yoyote ile ya kufanya hasira au kitu kama cha aina hiyo mbele yangu. Yes. Sawa. Na wakati polisi wanakuja kumchukua, alikuwa anajitambua? Hapana. Wakati mwenyekiti amekuja, yule kijana alikuwa anajitambua? Alizungumza, nafikiri sikumbuki alizungumza nini na mwenyekiti, lakini ilikuwa ni kwa muda mchache tu, alafu hakuweza kuzungumza tena. Kwa ujumla hali yake ilikuwa mbaya. Honestly, yani alivyokuwa anaonekana hali yake ilikuwa mbaya. Yeye anasema amepigwa sana. Sana, na anasema cha kwanza alikuwa nje ya fence akachukuliwa akapelekwa ndani, amepigwa. Na ndio maana amekuwa akitoa ushuhuda huyo. Kwa hiyo inamaanisha atakuwa ana mahali anapindisha ukweli wake. Sasa mimi najaribu kuzungumza, lakini kutokana na situation ambayo ilikuwepo kwa wakati wote ambao nilikuwa niko mahabusu, wakili wangu Tumaini Bakari amelishikilia hili swala katika taratibu hizo. Kwa hivyo hata uzungumzaji wangu ni wa mipaka, sitakiwi kuzungumza zaidi kulingana na situation ilivyo, na nilipewa nafasi baada ya kumuomba yeye aniruhusu niseme japo kidogo kukata kiu ya washabiki wangu ambao kuna wengine wanataka kuona nimepost niko hai, kuna wengine wanataka kusikia na mimi nimesema. Kwa hiyo neno langu la mimi kusema kuwa niko hai, sihusiki na tuhuma hiyo, ni rumors tu pamoja na chuki tu. Kuna watu wanataka kutumia kama hizo opportunity kushusha ufalme wangu. Kwa hiyo taratibu za kimahakama zinaendelea, swala litakapokuwa tayari tunaweza tukaliongelea kwa uwanja mpana zaidi, lakini kwa sasa nikanushe kwamba sihusiki na tuhuma hiyo na sijawahi kuwa binadamu mnyama wa kiasi hicho. Na hata baada ya kutoka mahabusu niliona vitu vingi mtandaoni, nikawa naonyeshwa na watu. For honestly, mimi nyumbani kwangu nikifungua geti nikitoka asubuhi, nikitoka mazoezi na kwenda kwenye mitikasi yangu town, sina mitikasi na rudi home. Jirani yangu ninayemjua ni mama mmoja mtu mzima. Jirani yangu wa pili kuna mama mwingine naye mtu mzima, huwa tunasalimiana kila nikipita. Kutoka nyumbani kwangu mpaka kwenda kijiji cha watu wengi zaidi ni kama viwanja 5 vya mpira ndio ufike huko, ambapo unaweza kufikisha zaidi ya miaka 3 sijaenda wala sina kinacho nipeleka. Kwa hivyo hata watu wanaohusishwa kuwa ni majirani zangu wamenikataa kwenye video ni watu ambao mimi siwafahamu, sijawahi kuwaona mahali popote. So na hizi ni propaganda zinatengenezwa kunifitinisha na jamii au kushusha ufalme wangu, lakini kiuhalisia sifahamu mtu wa aina yoyote wala jirani yoyote zaidi ya wale ambao nawaona pale kila siku.